zitakuwa bayana siri. اتخذت بيت وإن أولاد البيوت لبيت العنكبوت. Mfano wale waliojichagulia kwa asio kwa Mwenyezi Mungu, kumtegemea, kumpenda, kumfuata, kumwabudu na kuelekezea mambo yao yote, wakamwacha Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu anawafananisha watu hao kama kalila ankabut, kama mfano wa buibui. Buibui kwa lugha nyingine hii vidudu ambavyo huwa vinajenga ndani ya nyumba, kwenye nyumba au sehemu ya miti. Yaani usi tu ndio nyumba yake. Usi ambayo kwenye baridi haimsaidii, kwenye joto haimsaidii. Hiyo ndio nyumba yake. Sasa ndio Mwenyezi Mungu anatoa mfano katika sura hii ya Ankabut. Hii sura ya Ankabut anasema wa tilka al-amthal, na mfano wa watu hao. Na Mwenyezi Mungu anatoa mifano na kudribu halinasi, anawatolea watu wama yaqiluha illa al-alimuna, isipokuwa hakuna anayefahamu mifano hii isipokuwa ni wale ambao wajuzi. Kwa nini? Kwa sababu inna Allaha, hakika Mwenyezi Mungu, ya'lamu ma yad'una min duni min shay, anafahamu kile wanachokiomba, wanachokitegemea kisichokuwa Mwenyezi Mungu. Wa huwa al-azizul hakim. Na ndio Mwenyezi Mungu tena ukiangalia katika sura Al-Baqara anasema inna Allaha la yastahi an yadhriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha fa amma alladhina amanu fayaquluna annahu al-haqqu min rabbihim wa amma alladhina kafaru fayaquluna madha arada Allahu bihadha mathalan yudhillu bihi kathiran wa ma yudhillu bihi illa al-fasiqin. Mungu haoni haya, haoni soni kuwatolea mfano, kwa sababu asilimia kubwa Mwenyezi Mungu akitaka kuwafahamisha viumbe vyake, ima atatoa kisa, ima atatoa mifano, na ile mfano anayetoa hawatambui mifano ile maana zake za ndani illa al-alim, isipokuwa wale wa ulul albab, wenye lugu. Kuna akili na lugu. Lugu ni zile akili za ndani ambayo mtu si anachukulia mambo kijuujuu, anachukulia kwa undani na anayafuatilia hatua kwa hatua. Sasa watu ambao wenye lugu ndio wenye kuelewa maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mifano anayetoa Mwenyezi Mungu Jalla fi ula. Tukiangalia kwa mfano huu wa Ankabut, tumeelewa nyumba ya buibui ilivyo dhaifu. Haifai kwa jua, kama kuna jua, maana kama nyumba hiyo imejengewa kwenye miti. Haifai kwa baridi, haifai kwa lolote nyumba ya buibui. Lakini hebu tumwangalie buibui mwenyewe akhlaki zake. Moja katika maajabu, tufuatilie buibui, mtume kidogo ukipata habari zake unaziona mpaka unaweza kusielewa vizuri. Kwanza buibui huwa anamtafuta kama ile jike atafuta dume, kisha tafuta ile dume, anapata ile mimba zile. Akishapata ile mimba hamwachi ile dume, anamuua. Kufuatilia tabia za buibui, angalia udhaifu wa nyumba hapo mbele na tabia zake. Ndio maana nikasema mifano anayotoa Mwenyezi Mungu si mifano ya kijuujuu, ingia kwa ndani, alafu na vitu ndani ya ndani kuna vitu tena. Leo tutaeleza mfano kidogo, tutacheza kidogo tu. Kisha akishamuua yule dume, atakwenda atapata wale watoto. Akishawapata wale watoto nao hawataki tena kumuona mama yao, watamuua mama yao. Kama mmenielewa vizuri hapa, hiyo ndio tabia ya buibui.
haya badiliki. Leo tunataeleza buibui na tabia za buibui na akhlaq za buibui na nyumba ya buibui. Halafu nenda kafanya mfano wa yule ambaye asiyemtegemea Mwenyezi Mungu, mtu ambaye anategemea kazi yake kwamba anaamini bila kazi maisha hayapo, mtu ambaye yuko tayari kuhakikisha kutokana na mambo ya dunia hata wakati wa sala tunaambia hayya ala salah hayya ala salah. Mtu yuko ndani ya kazi, yuko ndani ya kikao, anaona haya kutoka kwenda katika kuabudu al-haq subhanahu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ndio tunaeleza mathalul ladina kafaru min dunillah kamathali al-ankabut ittakhadhat bayt wa inna awhana buyut baytul ankabut. Tuangalie udhaifu wa huyu buibui. Tukishamuelewa udhaifu wa buibui, tuangalie akhlaq za buibui. Tukishaelewa akhlaq za buibui, alafu tuangalie Mwenyezi Mungu akamtolea nani mfano huyu. Mfano huyu hakutolea mwingine isipokuwa nani? Mwanadamu. Wa tilka al-amthal nadribuha lin-nas la'allahum yatafakkarun. Hizi aya ziko nyingi sana ndani ya Qur'an. Na Mwenyezi Mungu katika tauhid tutakuwa naelewa, sina haja kuweza kusaidia lugha hapa. Katika masala ya lugha, neno likirudiwa maana yake ni taukidi. Hata zile zikikosekana zile alama za taukidi, katika watu wanaofanya wanaelewa kwamba hiyo ndio taukidi yenyewe. Kama anavyoeleza sana kuhusu habari za Qur'an, inaeleza sana kuhusu Bani Israeli. Ile ni taukidi, ujiulize ndani yake kuna kitu cha kufundisha. Na Mwenyezi Mungu hawezi kutoa mfano wa kitu ovyo ovyo, kwa sababu Mwenyezi Mungu ndio anayejua sisi na anayejua sisi tu wenyewe, na watu wanapenda kufanya mfano. Ndio ametutolea mfano wa buibui, halafu wale watu ambao wanamtegemea binadamu, wale watu ambao wanategemea shamba, wale watu ambao wanategemea kazi, lakini Mwenyezi Mungu hawamjali. Wanajali vile ambavyo vimeumbwa na Mwenyezi Mungu. Ndio Mwenyezi Mungu anaambia mfano wa watu hao ni kama buibui. Buibui ambaye tabia zake mbaya, si tu tabia zake mbaya, vile vile mwenyewe nyumba yake mbovu, dhaifu. Kwa sababu nasema hivi, angalia maisha yako ya duniani, shiita am abaita. Utaanza kusoma kama ni miezi yako, miaka yako 7, 8, 15 uliosoma, lakini bado utakuja kufanya kazi, muda tena utakuja kusafisha. Hata kama hukufanya kazi, ukafanya biashara, utakuja utachoka, afya yako itakwisha. Wa man nu'ammiru nunaqisuhu fil khalq. Yote tutakayepa umri, tutakuja kunyang'anya nguvu zake. Yoyote tutakayepa umri nini, tutakuja kuondosha nguvu zake. Kisha vitu utakuwa nazo havina thamani na wewe. Itakachokufaa wewe baada ya kuondoka duniani ni amalu salih, ni matendo yako yale mema ndio yatakayokufaa. Ikiwa utafanya biashara, basi mwangalie Mwenyezi Mungu. Ikiwa utafanya kazi, mwangalie Mwenyezi Mungu. Ikiwa utafanya kilimo, mwangalie Mwenyezi Mungu. Amesema nini katika biashara? Amesema nini katika kazi? Amesema nini katika kazi na biashara na kilimo? Ukifuata hiyo, mwangalie Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Utakuta namna gani ambapo ameelekeza kuhusiana na biashara, namna gani ambapo ameelekeza kuhusiana na kazi, mfanya kazi, tajiri, namna gani kila mmoja amtendee mwema mwenzake. Haya ndio mafundisho ambayo anatutaka Mwenyezi Mungu kwa kupitia kinywa cha Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hii dunia. Katika hii dunia tujue ni tuna muda mchache sana. Mimi na wewe tunaishi miaka michache sana. Kana naso leo. Kwa hiyo kwa watu sio sisi. Mathalan kwa maana. Mfano kwa maana Mungu aliwapa majitu. Si mimi na wewe viumbe vyetu viumbe vile vidogo. Umri mdogo. Wao walikuwa majitu kama minasi. Majitu ya kweli kweli yana nguvu. Kama ni kielimu, elimu alikuwa na Nabii Suleiman. Alikuwa anazungumza mpaka mbinguni juu. Alikuwa anatengeneza mpaka nyumba, mpaka ile Jabal Kisa anakuja anataka ananyanyua nguo ndani labda pale kuna maji. Kumbe ni vitu vimewekwa vya ajabu ajabu ambavyo elimu haijaonekana mpaka leo. Kama ni elimu alikuwa na Nabii Suleiman. Kama ni utajiri watu wanao mtu Mwenyezi Mungu alisema. Kama ni kila kitu watu walikwisha pita. Mimi na wewe maisha yetu sana ni miaka 50, 60, 70, 80. Khalas. Tumekwisha. Tukishakwisha tunakwenda na tunafanya nini? Tutamjibu nini Mwenyezi Mungu?
ikiwa hatukumwelekea Mwenyezi Mungu bila anavyotaka, hatukumwabudu Mwenyezi Mungu anavyotaka, hatukufuata mafundisho ya Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nini tunasema mbele ya Allah subhanahu, hususan katika miezi hii ambapo Mwenyezi Mungu anasema fala tadhlimu fihinna anfusakum, msidhulumu nafsi zenu, maana msifanye